Basi karibu tuanze kipindi chetu hiki kwa sala kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunaongozwa sala kupitia neno la Mungu, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 aya 25 mpaka aya ya 26. Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yake, ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabarikia kwa kuwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, nianze katika kipindi hiki kwa kutoa salamu za Pasaka, nikikutakia heri sana ya Pasaka na hongera kwa kujaliwa kuendelea kuishi maisha ya ufufuko, kwani tangu Dominika ile ya Jumapili iliyotanguliwa na mkesha wa Pasaka, basi tulianza kuadhimisha Pasaka. Na kama nakumbuka, tulianza kipindi kile cha Kwaresima, liturujia ya kuingizwa katika Ukristo au liturujia ya Kwaresima na uingaji wa pepo au utoaji wa mapepo. Na tukaeleza kwamba hicho kipindi ni kipindi ambacho ni muhimu sana, kwa sababu liturujia hiyo nzima ya Kwaresima au liturujia ya kumwingiza mtu katika Ukristo inaambatana na uingaji wa pepo. Tangu mwanzo anapoandikishwa, anapoanza kama mtakaji, na hivyo kuna hatua mbalimbali mpaka zile hatua za mwisho kabisa ya takaso la 3, anapotakaswa na kuendelea kuombewa kwa ajili ya kuondolewa uovu na pepo. Na baada ya hapo, huyu ambaye basi anaingizwa na kuandaliwa kwa ajili ya kuwa Mkristo atapewa mausia baba yetu, nafasi na umuhimu wa sala baba ya Bwana au baba yetu, na baadaye kanuni ya imani, muhimu na nafasi ya kanuni ya imani katika maisha. Kisha hapo basi nafuata liturujia ile ya mwisho kabisa ya kupakwa mafuta ya katukumeni, kama huko mwanzoni au wakatukumeni walikuwa hajapakwa hayo mafuta au wateuliwa wa ubatizo. Sasa baada ya hapo kwa kweli kinachofuata sasa ni ile liturujia ya ubatizo, na liturujia hii ya ubatizo inaunganishwa katika mkesha wa Pasaka. Sasa ninapozungumza juu ya liturujia ya Pasaka na maisha ya ufufuko, maana yake ni baada sasa ya huyu mtu kuwa amemaliza hatua zote, basi anaanza adhimisho lile la mkesha, ambamo ndani yake atabatizwa, atapewa kipaimara na Ekaristi takatifu. Kwa hiyo sisi wengine ambao tayari tumekwisha ingizwa katika Ukristo, maana yake tutafanya tendo ndani ya adhimisho hilo la kurudia au kuweka tena ahadi za ubatizo, tukikumbushwa namna ambavyo tulipaswa kuishi na kama tunaendelea kuishi. Hivyo Pasaka inaturudishia yale maisha ya ufufuko, na hivyo kuendelea kuwa wapya, kuishi kile tulichokiahidi. Sasa liturujia hii ya Pasaka ipo katika hatua 4. Sehemu ya kwanza ya liturujia ya Pasaka, tunapoanza, inafunguliwa na mkesho wa Pasaka, liturujia nzima ya Pasaka mpaka tunapomaliza kipindi kizima cha Pasaka siku ile ya Pentekoste, ina hatua 4 au ina sehemu 4. Sehemu ya kwanza ni ile tunasema mwanzo mkuu wa kesha au liturujia ya mwanga, kwamba pale nje kama ambavyo tulivyoadhimisha tayari kwamba unaandaliwa moto nje ya kanisa, na baada ya kuandaliwa moto basi kutakuwa kuna maandamano ambayo padri na watumishi mmoja akiwa amebeba ule mshumaa wa Pasaka,
anakuja pale, wanakuja mpaka pale kwenye moto ulioandaliwa, na baadaye anatoa utangulizi wa kile kilichofanyika, kwamba ndani ya siku 40 tumekuwa tukijiandaa kwa ajili ya kuadhimisha Pasaka. Sasa leo siku ndio imefika sasa, lile jambo ambalo tulikuwa tunalingojea. Baadaye kuna kubariki moto, baadaye kuchora kwenye mshumaa wa Pasaka alama ya Alfa na Omega, alafu na mwaka wa ambao ndio Pasaka inaadhimishwa kama mwaka huu 2025. Na hivyo tukianza sasa kwa tukio la kubariki moto. Kwa nini moto unakuwepo tayari? Moto kuwepo tayari, alafu wakati huo unapaswa kujua kwamba kanisa linapaswa kuwa taa za kanisani zimezimwa. Kwa hiyo ni giza kabisa. Sasa hii inamaanisha nini au inatueleza nini katika mafundisho ya kimungu? Kumbe ili tuweze kuelewa sasa hatua hii ya kwanza, usemi ya kwanza ya liturujia ya mwanga, inabidi turudi kitabu cha Mwanzo kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mpaka sura ya pili aya ya 4. Hapa tunazungumzia juu ya uumbaji, na tukumbuke kwamba kama tunavyoambiwa kwamba Mungu ni wa milele, kwa hiyo hana mwanzo wala hana mwisho. Kwa hiyo tunapoanza liturujia ya mwanga, hii sehemu ya kwanza katika kitabu hiki cha Mwanzo, tunasoma hivi sura ya kwanza mpaka ya pili, kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo unaona Mungu anapoanza kuumba mbingu na nchi, maana yake kwamba dunia ilikuwa haina chochote, dunia ilikuwa giza. Kwa hiyo tunaambiwa palikuwa giza. Na ndio maana tunapoanza sasa adhimisho hili la kesha la Pasaka, sehemu ya kwanza inakuwa ni liturujia ya mwanga, ambapo sasa ule uwepo wa mwanga maana unaowaka au moto, maana yake ni ishara ya uwepo wa Mungu, kwamba Mungu yeye amekuwepo daima. Na ndio maana ule mwanga unakuwepo, na kuzimwa kwa taa za kanisani kuadhimisha katika hali ya giza ni kudhihirisha kwamba ndio mwanzo ulivyokuwa wa ulimwengu, ndio mwanzo ulivyokuwa wa dunia, kwamba kulikuwa kuna giza lakini Mungu alikuwepo. Ndio maana moto tu peke yake unaonekana. Mtakumbuka kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya kwanza na kuendelea, Mungu anapomtokea Musa katika ile milima ya Sinai, na huko basi anapomtokea anamtokea katika kichaka cha moto, na Musa anakishangaa kile kichaka kwamba moto unawaka lakini hakiteketei. Na hapo sasa Musa anasema nitasogea ili nione maajabu haya, kwa nini kichaka kinawaka lakini hakiteketei. Na baadaye Mungu katika moto huo anajidhihirisha, anajieleza kwamba ni yeye, na hivyo anamwambia vua viatu vyako, maana mahali uliposimama ni mahali patakatifu. Kwa hiyo kwamba kutokana sasa na hali hiyo, liturujia ya mwanga inatukumbusha jambo hili kwamba moto ule ni ishara ya uwepo wa Mungu ambaye yeye ni wa milele. Sasa baada ya hapo inaanza sasa hiyo liturujia ya kubariki mshumaa na kufanyia madhehebu mshumaa. Mshumaa huu unaofanyia madhehebu haya wa Alfa na Omega, ambapo tunasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza, kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya 4 mpaka aya ya 8. Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya 4 mpaka aya ya 8. Lakini basi tunaweza tukaenda moja kwa moja tu tukasoma aya ile ya 8 sura ya kwanza, kwamba mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko
na aliyekuwako na atakaye kuja, Mwenyezi. Utakumbuka kwamba Musa katika hiyo sura 3 anapomuuliza Mungu, wewe ni nani? Nitakapoenda kule Misri nikafika nikawaambia kwamba nimetumwa kuja kuwakomboa. Sasa ukiniuliza huyo jina lake ni nani, niwaambieje? Mungu akawaambia, utawaambia mimi niko ambaye niko amenituma kwenu. Kwa hiyo mimi niko ambaye niko, maana yake niko ni endelevu. Yaani maana yake ni endelevu, haina mwanzo wala haina mwisho, ni endelevu, kwamba yeye yupo, ni wa milele. Ndio maana hapa sasa katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ya 8 inasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, Mwenyezi. Kwa hiyo tunapoanza yale madhehebu kwa ajili ya mshumaa, yanadhihirisha sasa huyu Mungu aliyepo. Ndio maana nasema Kristo jana na leo anachora mstari wa wima kwenye ule mshumaa, alafu mwanzo na mwisho anachora mstari mwingine ule wa ulalo, alafu Alfa anachora herufi ya Alfa juu ya mstari wa wima, na Omega anachora herufi Omega chini ya mstari wa wima. Kwa hiyo utakumbuka adhimisho hili. Kwa hiyo tunazungumza adhimisho ambalo tayari tumeshaliadhimisha. Kwa hiyo kwetu linatusaidia sasa kuelewa, kama tulikuwa tuelewi maana yake katika hali ya kimungu au mafundisho ya kimungu. Sasa hapa ndipo tunapoyachambua na kuyaeleza. Alafu anaendelea sasa kwenye mwaka ambao Pasaka inaadhimishwa mwaka huu 2025. Anachora namba ya kwanza ya mwaka huu kwenye pembe ya juu upande wa kushoto, akisema nyakati ni zake. Alafu anachora namba ya pili ya mwaka huu kwenye pembe ya juu upande wa kulia. Maana yake 2025 tunaanza 2, nyakati ni zake, 0 na karne pia. Na baada ya hapo anachora namba ya 5 ya 3 ya mwaka huu kwenye pembe ya chini upande wa kushoto. Maana yake 2 tena, utukufu ni wake na enzi pia. Alafu anamalizia anachora namba ya 4 ya mwaka huu kwenye pembe ya chini upande wa kulia, namba 5, kwa karne zote za milele. Amina. Kwa hiyo hii inaonyesha sasa juu ya hiki kitabu cha Mwanzo hapa, hii sura ya kwanza inaposema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Maana yake Mungu alikuwepo. Kwa hiyo ndio maana tumesema tunaanza na moto upo. Sasa baada ya hapo nini kinafuata? Kinachofuata baada ya tukio hili kuweka majeraha kwenye mshumaa, yale majeraha 5, ambayo hii inadhihirisha kwamba Kristo Yesu ambaye sasa alikuja hapa duniani, ameteswa, amekufa, amefufuka. Kwa hiyo haya ni majeraha yake. Maana yake tunapohesabu majeraha ya Yesu, tuna jeraha la kichwani lililotokana na nini? Na taji la miiba. Tuna jeraha la mkono wa kulia na jeraha la mkono wa kushoto, na tuna jeraha la mguuni. Kwa hiyo na jeraha lile alilochomwa mkuki. Sasa ukihesabu katika utaratibu wa mikononi na mguu, maana yake miguu yote ilichomwa. Maana yake ukihesabu katika utaratibu huo utapata 1, 2, 3, 4, 5 kwenye nini? Kwenye ubavu ambapo alichomwa, ambapo hili donda la kichwani kutokana na taji la miiba lenyewe halihesabiki sana, lakini basi katika ibada zetu na vitabu mbalimbali utaona kwamba pia na lenyewe linahesabika. Lakini pia ukija begani, na donda hili pia linahesabika kwa sababu alikuwa amebeba msalaba, na mababa wa kanisa wanatuambia pia Yesu katika kubeba msalaba huo alichubuka. Wewe muangalie punda anapokuwa anabeba mzigo, nakuta pale shingoni amechubuka. Kwa hiyo kumbe ukihesabu kwa kweli unapata madonda 7, kwa maana kwamba miguuni miwili, mguu mmoja na mwingine 2,
mkononi mikono miwili 4, alafu ubavuni hapa alipochomwa mkuki moyoni maana yake ni 5, alafu kichwani 6 na begani 7. Lakini basi yaliyo makuu ambayo yanafahamika wazi kabisa ndio mguuni, mikononi na ubavuni, ndio maana majeraha 5. Sasa haya majeraha 5 ndio kuna vile vimetengenezwa vimta vigololi ambavyo tunavichomeka. Sasa kwenye namba 1 Paulo anasema kwa majeraha yake matakatifu. Namba 2 na matukufu. Namba 3 atulinde. Kwenye huo mshumaa anafuata zile namba zilivyowekwa. Na namba 4 anasema na kutuweka salama. Na namba 5 Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa hiyo anapomaliza kuwekewa sasa madonda hayo, ndipo mshumaa unawashwa. Na anapowasha mshumaa kuhani au babu anasema, au kama na askofu anayeadhimisha anasema, mwanga wa Kristo aliyefufuka kwa utukufu utuondolee giza moyoni na akilini. Mwanga wa Kristo aliyefufuka kwa utukufu utuondolee giza moyoni na akilini. Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba baada ya Mungu kuumba ulimwengu, kama ambavyo nimesema, mshumaa unawashwa kutoka kwenye ule moto uliopo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba giza linaondoka kwa nguvu ya Kristo. Kwamba huyu Kristo aliyetumwa baada ya dhambi alikuja duniani. Na ukirudi tena katika hiyo sura ya kwanza aya ya 3 tunasema Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza, ambapo ni siku ya kwanza ambayo na sisi tunaadhimisha siku ya kwanza ya juma, ambapo ndio nuru hiyo ilipambazuka, ndiye Kristo mwenyewe alifufuka. Na ndio maana utimilifu wa ile siku ya kwanza ya Agano la Kale na utimilifu wa hiyo siku ya kwanza ya ufufuko wa Yesu inaleta maana. Hivyo sasa moto mshumaa unaowashwa kutoka kwenye moto ni uendelevu au mwelekezo wa nguvu ile ya kimungu unaoendelea kumkomboa na kumulika mwanadamu ambaye ni Kristo mwenyewe. Na ndio maana mshumaa wa Pasaka haukuwashwa kutoka kwenye moto mwingine, unawashwa kwenye ule moto uliobarikiwa pale. Kwa hiyo ile nguvu ya Mungu inaendelea kumkomboa mwanadamu. Sasa baada ya hapo ndipo yanaanza maandamano. Yanapoanza maandamano, hatua ya kwanza padre atasema, au kama ni shemasi, mwanga wa Kristo utaitikia tumshukuru Mungu. Yeye padre kama atakuwa hana mshumaa mbeba huko shemasi, padre katika hiyo hatua ya kwanza atawasha mshumaa wake. Alafu hatua ya pili katikati ya kanisa atasema mwanga wa Kristo, tutaitikia tumshukuru Mungu. Hapo ndipo tunatumaini ndivyo tulivyoadhimisha kama utaratibu ulifuatwa wa adhimisho la kiliturujia. Kama hujafuatwa sasa, hapo ndio inakuwa kazi kweli kweli. Basi baada ya hapo mishumaa ya watu wote, waamini wote wanaiwasha. Na ina maana sana kwamba kila mmoja awe na mshumaa, ingawa kumekuwa kuna changamoto. Watu tunawaeleza kwamba katika adhimisho la Dominika ya Matawi ni lazima tuwe na matawi, na ndio maana inaitwa Dominika ya Matawi, maana yake uwe na tawi. Lakini kuna waamini wanakuja bila matawi, kitu ambacho cha kushangaza kweli, labda kwa sababu ya kutokuelewa maana ya ishara hizi ambazo tunaziadhimisha, na ndio maana tunazifundisha sasa ili tuweze kuzielewa. Lakini pia siku hiyo ya Jumamosi Kuu kwamba kila muumini awe na mwanga, awe na mshumaa ule mdogo. Kwa hiyo atawasha kutoka kwenye mshumaa wa Pasaka. Hiyo sehemu ya pili hapo. Anawasha kutoka kwenye mshumaa wa Pasaka kuonyesha kwamba yeye anaangaziwa na Kristo Yesu. Kristo Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata tembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima wa milele. Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya 12. Kwa hiyo kutoka hali hiyo sasa kwamba baada ya waumini wote kuwa sasa wana mwanga, ndio tunarudi sasa hii sura ya kwanza aya ya 3. Sura ya kwanza ya 3 kitabu cha Mwanzo, kwamba Mungu akasema iwe nuru. Kwamba sasa ulimwengu sasa umekuwa unaanza kuangaza kwa mianga hiyo midogo midogo.
Umeangaza kutoka kwa Mungu mwenyewe, na watu sasa ambao wapo ulimwenguni wanaendelea kuishi katika furaha hiyo ya kimungu. Na tunapofika ile hatua ya tatu, atasema mwanga wa Kristo, tutasema tumshukuru Mungu. Na baada ya hapo tuliposema tumshukuru Mungu, ndipo taa za kanisani zikawashwa na mshumaa ukapelekwa kwenye kinara chake wa Pasaka. Na baada ya hapo sasa ndipo mbiu ya Pasaka ikaanza kupigwa. Kwa hiyo yote inaonyesha namna ambavyo kwamba dhambi iliingia duniani. Mungu alipoumba ulimwengu, kweli kulikuwa kuna nuru, na mwanadamu huyu alikuwa katika hali ya furaha na hali ya amani. Lakini mwanadamu alipotenda dhambi, giza likaingia. Ndivyo Kristo sasa hatua kwa hatua amekuja ulimwenguni, na baada ya kuja ulimwenguni basi amemfundisha mwanadamu njia iliyo njema na kuhusu imani yake kwa Mungu, na mwishoni akateswa, akafa na kufufuka. Ndio maana ya kuelekezwa juu ya haya majeraha ya Bwana wetu Yesu Kristo yaliyotokana na mateso yake. Kwa hiyo sasa mshumaa wa Pasaka ambaye ni Kristo mwenyewe ndio sababu ya kurudi tena katika ile hali halisi ya mwanzo ambayo tuliokuwa nayo, tuliopoteza kwa dhambi. Na ndio maana sasa dunia nzima inang'ara tena kwa utukufu, inang'ara tena kwa mwanga huu wa Kristo. Na baada ya hapo zinaanza sifa sasa za mshumaa, pale ambapo shemasi au padri anaanza kupiga mbiu ya Pasaka. Sasa jeshi la kawa mbinguni wafurahi. Basi baada ya hapo ndipo inaelezwa historia nzima ya upendo wa Mungu na namna Mungu ambavyo alivyomkomboa mwanadamu kwa kumtuma mwanae Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe hii ndio hatua ya kwanza kabisa ambayo tunaianza na siku hiyo katika kesha la Pasaka. Hatua hii inakumbusha kabisa kwamba dunia ilianza ikiwa katika hali ya giza. Na ndio maana nikasema nje panakuwa giza, taa za kanisani zinazimwa. Na baada ya hapo sasa ni Mungu tu alikuwepo peke yake. Ndio maana kuna mwanga tu peke yake ule ambao umeandaliwa. Baadaye tunaubariki na hapo tunawasha mshumaa wa Pasaka, baadaye maandamano mpaka mbiu ya Pasaka. Hii ni sehemu ya kwanza inayodhihirisha hivyo namna ambavyo dunia ilivyokuwa ukiwa, lakini baadaye dunia hii iliendelea kuwa tena katika giza pale dhambi ilipoingia ulimwenguni. Lakini Kristo ambaye anakuja sasa anaangamiza mauti, anamwangamiza shetani na dhambi, analeta amani, analeta furaha, analeta nuru. Kumbe utangulizi huu unaashiria chote ambacho sasa kinakuja kufanyika katika adhimisho zima kwa sehemu ya pili na kuendelea. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza, pendwa msikilizaji na mtazamaji. Sasa sehemu ya pili ya liturujia hii ya Pasaka ndio inafuata liturujia ya neno, ambapo mtakumbuka yanatangazwa masomo 9. Masomo 7 ya Agano la Kale na masomo 2 ya Agano Jipya. Hivyo kwa nini tunatangaza masomo haya? Masomo haya kwa kweli yanaturudisha katika kile tumekianza katika sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili hii ya liturujia neno inatukumbusha ule upendo wa Mungu kwa mwanadamu, kwamba mwanadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Baada ya kumuumba huyu mwanadamu, tunasoma ile sura ya kwanza aya ya 31 kitabu cha Mwanzo, inaweka wazi kwamba Mungu, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 31, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, mtazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Kwa hiyo ni chema sana. Lakini sura ya 3 tunaambiwa basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hata hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya.
Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Sasa historia nzima hii ya masomo haya yote 9 tunaita historia ya wokovu, kwamba Mungu amemuumba mwanadamu, lakini mwanadamu anaingia katika dhambi kwa ushawishi wa mwovu Shetani, lakini Mungu hakumwacha apotee. Ndio maana sema kosa ambalo lilistahili kutuletea nini? Kutuletea mkombozi. Kwa hiyo aya ya 14 na 15 sura hii ya 3 kitabu cha Mwanzo, Mungu anamlaani nyoka akisema, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Aya ya 15 Mungu anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwa hiyo unaona Mungu anatangaza habari njema ya wokovu, anatangaza injili ya furaha inayokuja kumkomboa mwanadamu kwa njia ya mama Bikira Maria kumzaa Yesu Kristo, na Yesu Kristo basi kutukomboa katika utimilifu wake kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko. Sasa masomo haya yote yanatukumbusha yale maagano ambayo Mungu ameyaweka. Baada ya kusema haya maneno, amemuita Abrahamu, ameendelea ameita Isaka, Yakobo, Musa, ameendelea Yoshua, anaita katika maandalizi hayo ya kuja Masia. Kwa hiyo tunatoka vitabu vya Torati, tunakuja vitabu vya manabii, tunakuja vitabu vya historia, tunakuja vitabu vya hekima. Baadaye tunaingia katika Agano Jipya. Ndio maana unaona ile masomo ya usiku kwa kweli, unaona kitabu cha Mwanzo tukasoma, baadaye kitabu tena cha Mwanzo. Baada ya hapo tunakumbuka kwamba kitabu cha Mwanzo hicho cha kwanza kimeelezea juu ya uumbaji, cha pili kimeelezea juu ya Abrahamu anapoambiwa atoe sadaka, kitabu cha Kutoka kimeeleza maandalizi yale ya wana wa Israeli kutoka nchini Misri, kitabu cha 4 ndio Isaya. Mungu anajiweka Mungu katika teolojia ya Agano la Kale kwamba Mungu ni mume na Israeli ni mke. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kumkomboa huyu mwanadamu na kumuondoa katika unajisi. Alafu somo hilo la 5 la Baruku na la Ezekieli. Kwa hiyo unaona la 6 la Isaya, tena la 5 la Isaya, la 6 la Baruku, la 7 la Ezekieli. Haya yote unaona ni masomo ambayo yamepangiliwa kiasi kwamba yanaonyesha ule mtiririko Mungu ambavyo alivyoweka agano lake tangu zamani katika kumkomboa mwanadamu. Sasa Agano Jipya ndipo tunafuata hizi hatua sasa za somo la waraka kwa Warumi pamoja na injili. Inategemea ni mwaka gani, kama ni mwaka A injili ya Mathayo, kama ni mwaka B injili ya Marko, na kama ni mwaka C injili ya Luka. Sasa katika hatua hii masomo haya yote yanatukumbusha ule upendo wa Mungu, huruma ya Mungu na utimilifu wa mpango wake mpaka anapokuja kumkomboa kupitia Yesu Kristo, ambapo tunapomalizia katika injili kwamba amefufuka. Sasa ndani ya hii sehemu ya pili tunatambua kwamba kuna jambo moja linajitokeza. Kwanza kabisa, baada ya somo lile la 7 kuna taa za altarini ambazo kwa zijawashwa zinawashwa, alafu tunaimba utukufu. Kabla ya kuimba utukufu, padri anaanzisha utukufu kwa sababu ni Kristo mwenyewe ndiye anayeingia katika kazi ya ukombozi, na padri anasimama kwa sehemu ya kwanza katika kazi hiyo ya ukombozi. Na ndio maana utukufu unatakiwa uanzishwe na padri, sio tu na yeyote tu anaweza tu kuanzisha, pana, na wala sio kwaya. Yeye ndio anaanzisha na baada ya hapo wengine wote tunafuata. Ndio maana kuna mawasiliano kati ya padri na kwaya kwamba wataimba
Musa ipi ili basi aweze kujua na aanzishe. Na inaleta maana sana kwamba Kristo pamoja na kanisa wanashangilia ushindi huu ambao Kristo amemletea Mungu, akilikomboa kanisa, akiwakomboa hawa ambao wanamwamini Mungu na wale wote watakao muamini Mungu. Kwa hiyo ndio hicho ambacho kinafanyika. Baada ya hapo sasa inasomwa sala ile ya ufunguzi, tunasema sala ya kolekta, sala ya mwanzo, na baadaye somo hilo la waraka linatangazwa. Baadaye kishatangazwa, padri sasa anaenda kufungua haleluya. Kumbuka kwamba hii ndio inaitwa haleluya kuu. Ile inayoimba ile haleluya, haleluya sio haleluya kuu. Ingawa tumezoea hivyo. Kumbe ni vizuri mkajua kwamba ile sio haleluya kuu. Ile haleluya kuu ni wimbo tu wa kawaida tu kama nyimbo zingine za kusifu, za kutukuza tukio la Pasaka. Kwa hiyo unaweza ukaimbwa au usiimbwe. Kwa hiyo ni vizuri tukajua kwamba sio unakuta wakati mwingine basi wanakuwa wamejipanga pale, watasimamisha watu na nini basi. Na wakati mwingine baada ya kaambia msiimbe huo, unaona wanachukia kweli. Tumejiandaa muda mrefu. Yaani afu sisi hatujawimba sijui na nini. No, ule wimbo haleluya kuu hii ambapo padri anapo baada ya kumaliza somo hilo la kutangaza somo la 8 ambalo ndio anaanza na kala la waraka kwa Warumi sura 6, anasimama padri na wengine wote wanasimama, kwa sababu tulikuwa tunaimba utukufu kipindi chote cha Kwaresma, na ndio maana padri anafungua kwamba sasa kwa sheria sasa tunaingia katika Pasaka na utukufu sasa, tunaimba tukimshangilia Mungu. Haleluya ambayo maana yake ni Mungu ni Mwokozi, ndio maana ya haleluya, Mungu ni Mwokozi, ni Pasaka ya ushindi. Kwa hiyo padri anasimama, anaimba ile haleluya kuu. Hiyo ndio inaitwa haleluya kuu. Haleluya manyusi, hiyo ndio haleluya kuu. Kwa hiyo atasema ndio mara pili mara ya tatu. Hiyo ndio inaitwa haleluya kuu. Hiyo haleluya nyingine tunayoimba wakati mwingine baada ya shukrani, wakati wa shukrani ile baada ya kukomunika, sio haleluya kuu, ila inaitwa kiitikio cha haleluya, ambacho aliyoimba akaweka hizo haleluya, haleluya mnaenda mpaka mwisho. Haleluya haleluya pap. Kwa hiyo ile sio haleluya kuu, ni kiitikio cha haleluya kinachosifu tendo la ufufuko wa Bwana, kwamba inasifu Bwana amefufuka. Kwa hiyo ni vizuri tunapoendelea kufundisha na kuelewesha muweze kuelewa. Kwa hiyo tufute yale mawazo kwamba tukifikiri kwamba hiyo ndio haleluya kuu. Hapana, haleluya kuu ni ile anayoimba padri ama shemasi ndani ya adhimisho hilo, katika sehemu ya pili, ili watu kuweza kuelewa kwamba sasa ndio tunaanza rasmi kuimba haleluya. Hiyo ndio inaitwa haleluya kuu, Kristo mwenyewe akishangilia ushindi huo pamoja na kanisa. Hiyo sehemu ya pili ambayo tumeeleza juu ya masomo hayo ambayo yanatueleza kabisa historia nzima na utimilifu wa mpango wa Mungu tangu alipoumba ulimwengu, alafu mwanadamu alipotenda dhambi, na Mungu ameendelea hatua kwa hatua kupitia nafsi mbalimbali. Tumemwona Abrahamu, tumemwona Musa, basi manabii mpaka Yesu Kristo mwenyewe kwamba amefufuka kweli kweli. Na hivyo hii yote natukumbusha kwamba katika maisha Mungu daima ahadi zake ni za milele na anatimiza kile ambacho yeye amekiahidi kwa ajili ya ukombozi wetu. Na nimeeleza juu ya utukufu huu pamoja na hiyo haleluya inayoanzishwa na padri, ndio inaitwa haleluya kuu. Na ile nyingine ambayo tumezoea kuimba inaitwa kiitikio cha haleluya, kumbe sio haleluya kuu. Na ndio maana ikitokea imeimbwa au haijaimbwa, wala mtu asisikitike, kwa sababu inayotakiwa kuimbwa ni haleluya kuu, tena iimbwe. Yaani ikitokea padri kwa kweli anaisema tu, amesimama pale anaisema haleluya haleluya haleluya, kwa kweli ni kosa kubwa sana. Anatakiwa aiimbe kwa sababu inaitwa haleluya kuu. Na ndio maana baada ya hapo tu inafuata Zaburi hiyo ya 118. Zaburi ya 118 ambayo sasa inaeleza ushindi wa Mungu, ushindi ule wa Mungu dhidi ya mwovu shetani, kwamba inasifu na kutukuza. Ndio maana haleluya haleluya haleluya
Israeli sasa aseme ya kuwa Bwana ni mwema na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ndio sehemu ya pili inavyoenda na inakamilika kwa baada ya Injili kunakuwa kuna homilia inayotolewa. Homilia hiyo basi inalenga kueleza mpango mzima wa wokovu wa Mungu kwa mwanadamu, namna ambavyo umetimilika katika Kristo Yesu ambaye aliteswa, kafa na amefufuka. Kwa hiyo kwetu inakuwa ni furaha kuu. Sasa baada ya kumaliza hii na kukumbushwa maisha yetu ya kila siku kwa sehemu ya liturujia neno, tunaenda sehemu ya tatu ambayo ni liturujia ya ubatizo. Naomba niweke vizuri hapa. Ni vizuri tukajua kwamba lengo la Pasaka ni ufufuko. Ndio maana Pasaka yenyewe ni ufufuko. Pasaka maana yake ni Yesu aliyefufuka, ni Yesu mshindi. Kwa hiyo tunafufukaje? Ndio maana tunafufuka sisi kwa kuendelea kuishi maisha ya imani yetu kwa kufuata vile ambavyo Kristo anatufundisha. Na ndio maana kipindi cha Kwaresima kilikuwa kinatukumbusha sisi ni wa Kristo, na hivyo kama tumeacha kuishi miongozo na misingi ya Kikristo, kwa hiyo tuirudie ile misingi ya Kikristo. Ndio maana unaona nyimbo nyingi zimekuwa tubuni, rudini, rudi mzambi kamuongoke Mungu. Unaona, kwa hiyo yote hii inatukumbusha, kumbuka ni wapi ulipopoteza upendo wako wa kwanza, kumbuka ni wapi ulipodondoka, ili utubu, uweze kuinuka na usonge mbele, urudie ile hatua yako ya mwanzo. Sasa tunapoingia katika Pasaka, maana yake tunaingia katika maisha hayo ya ufufuko. Ndio maana kwa tumejiandaa kiroho. Sasa lengo la Pasaka ni kuendelea kuleta sasa ile upendo wa Mungu na huruma ya Mungu kwetu, na ndio maana inaendana na tukio la liturujia ya ubatizo. Na kama kuna basi watu wa kubatizwa, kutakuwa kuna kubariki maji katika hali ya kawaida na baadaye kurudia ahadi na kunyunyiziwa maji. Lakini nipende tu kuambia Wakristo wenzangu na wale wote ambao mnatusikiliza, katika imani yetu ya Kanisa Katoliki hakuna kosa kubwa linaloweza kufanyika kama Pasaka inafika, tunaingia katika Pasaka, alafu kwenye liturujia ya ubatizo hakuna ubatizo wa mtu yeyote. Hilo ni kosa kubwa mno, ndugu zangu mapadri ambao mnaweza kama mnanisikiliza au mnafuatilia. Ni kosa kubwa kubwa kubwa. Yaani haiwezekani kwamba eti tunaadhimisha la Pasaka alafu akosekane mtu wa kubatizwa. Maana yake hatufanyi uinjilishaji. Maana yake Yesu alisema, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, nami nipo nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa unakuta yani kama ni parokiani au Kigangomani pale, mnaenda vigangoni kule, hakuna ubatizo. Kwa kweli hilo ni kosa. Na ndio maana wale wakatukumeni wote kama tulivyosema wanakuwa na kambi ili waweze sasa kuandaliwa kwa karibu zaidi, na katika ule mkesha sasa wa Pasaka waweze kubatizwa. Hiyo moja. Lakini mbili, ubatizo unaweza kupewa watoto wachanga ambao inaleta maana sana ile liturujia ya usiku ya ubatizo. Sasa kuna kesi nyingi ambazo nimezipata, na juzi tu nimepigiwa simu na ulizo, je, ni halali kwamba padri anasema kwamba basi huu usiku unajua misa itakuwa ndefu mno tukibatiza usiku, kwa hiyo tuache ubatizo hii, tutabatiza Jumatatu ya Pasaka. Kwa kweli padri unafanya kosa kubwa sana. Kumbuka kwamba hizi sakramenti za kuingizwa katika Ukristo, ubatizo, kipaimara na komunyo au Ekaristi Takatifu zinaitwa sakramenti za Pasaka. Unaweza kusema kwani Jumatatu ya Pasaka sio Pasaka? Ndio maana ni mkesha ule wa Pasaka una maana sana katika kuwaingiza hawa watu kwenye Ukristo au kuwabatiza wote ambao ni watoto, ili sasa lile tendo lilete maana katika ule mkesha wa Pasaka, ukikumbusha wana wa Israeli walivyoondoka nchini Misri, ukikumbusha wana wa Israeli walivyovuka Yordani kuingia nchi ya ahadi, ukikumbusha namna Mungu ambavyo anamkomboa mwanadamu huyu. Sasa kumbe inapofanyika katika ile usiku ina maana sana. Lakini sasa tunapoainisha na kusema tutafanya siku nyingine au kwenye ukatukumuni
badala ya kumbatiza kumpatia kipaimara na komunyo, wewe unambatiza tu na komunyo alafu unaacha kumpa kipaimara, wakati hizi ni sakramenti za Pasaka, sio sakramenti za askofu kama ambavyo nimekwisha kusema. Tunapaswa tuziazimishe zote. Usiogope kusema sasa kama tufanye ubatizo, nikitoa kipaimara, askofu atakapokuja parokiani atafanya nini? Askofu ana majukumu mengi ya kichungaji, haji kwa ajili ya kipaimara tu. Kwa hiyo kumbe ni vizuri tukarudia mafundisho tulifundishwa seminarini kwa sisi mapadri, ili tuweze kuelewa na kuweza kutimiza vizuri liturujia hizi ambazo ndio msingi na kiini na moyo wa maisha ya Mkristo. Kwa hiyo liturujia hii inatukumbusha namna sasa ambavyo Mungu ya ubatizo alivyomkomboa mwanadamu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko. Na ndio maana ubatizo ni kufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo. Kumbe ni baada ya liturujia hii inapomalizika sasa, na sisi wengine kurudia ahadi, na hivyo inatimilika, na baadaye kuanza sasa sehemu ya 3 sehemu ya 4 liturujia ya Ekaristi Takatifu kama ambavyo nilivyosema. Kumbe sehemu ya kwanza tumeangalia juu ya liturujia ya mwanga, sehemu ya pili liturujia ya neno, sehemu ya 3 liturujia ya ubatizo, na sehemu ya 4 liturujia ya Ekaristi Takatifu. Kumbe hili ndio mkesha Pasaka ambao ni mama wa makesha yote, unatuingiza katika fumbo hilo la ukombozi wetu, na hivyo kutufanya tushangilie ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo basi kama tulivyosema, liturujia Pasaka na maisha ya ufufuko, kwamba lengo la kipindi hiki ni kuishi maisha ya ufufuko, maisha adilifu, maisha ya masakramenti, kwamba baada ya ufufuko hatutegemei mtu kwamba pokee sakramenti kwa namna yoyote ile, tunabaki tunakushangaa. Ndio maana tunahitaji kuendelea kufanya bidii ili turudi katika hali hiyo ya maisha ya ufufuko ambao tunaipatia nguvu yake kutoka katika adhimisho la kiliturujia. Kumbe nikushukuru sana kwa siku hii leo na katika kipindi hiki, na Mungu akubariki sana hadi wakati mwingine. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.